Yes, hali tete kwa klabu ya Yanga inazidi kuongezeka na wasiwasi mkubwa baada ya makosa kadhaa kuyafanya baada ya lile tukio kutokea siku ya Jumamosi. Japokuwa mpaka muda huu bodi ya ligi na kamati ya maadili ya TFF hawajatoa kauli yoyote juu ya timu yeyote yenye makosa kati ya Simba na Yanga, lakini kuna mambo kadhaa ambayo Yanga wameendelea kuyafanya huenda yakaongezea kujiweka katika wakati mgumu sana kwenye maamuzi ya TFF. Watanzania wote mashahidi kwamba wasimamizi wa mpira wa miguu nchini Tanzania ni TFF ambao walitoa taarifa ya kuahirishwa kwa mechi ambayo ilikuwa ichezwe kati ya Simba Sports Club dhidi ya Yanga Sports Club. Lakini cha ajabu zaidi ni kwamba klabu ya Yanga bado walikuwa wamekiuka taarifa ambayo ilitoka na bodi ya ligi kuahirishwa kwa ule mchezo. Wao wakaipeleka timu uwanjani. Mbali na tukio hilo, lakini pia tukawa tumeshuhudia viongozi wa Simba walikuwa wamejikita kuomba radhi mashabiki wao kwamba mechi imeahirishwa mara baada ya TFF kutoa tamko. Yanga wao walikuwa wanaendelea kuhamasisha mashabiki wa timu yao waende kwa wingi uwanjani, jambo ambalo kila mmoja alikuwa anajiuliza na kushangaa, lakini pia mimi na wewe pia tutapeana majibu hapa baadaye. Lakini jambo hilo pia likawa limeonekana kuwa na mgogoro mkubwa sana na kama kinyume cha sheria, kama wameligomea tamko la bodi ya ligi. Lakini pia klabu ya Yanga imezidi kujiweka katika wakati mgumu zaidi mara baada ya kutangaza rasmi kuwa wamevuna pointi 3 katika mchezo huo, hali ya kuwa bodi yenyewe wamefuta mchezo huo. Kwa hiyo hili pia linaweza likawapa wakati mgumu klabu ya Yanga kwenye maamuzi ambayo yatafanywa na TFF. Mbali na hapo pia, kama nakumbuka vizuri, Patrick Paul ambaye ni meneja wa klabu ya Simba anadai kwamba Simba Sports Club ilidaiwa kuwa hata kitendo cha klabu ya Yanga kutumia uwanja ambao umekatazwa nao lilikuwa kosa. Kwa hiyo wengi wanajaribu kudodosa na kuzungumza hivi vitu, huenda klabu ya Yanga inaweza kupata wakati mgumu sana. Lakini mpaka sasa bado klabu zote mbili zinasubiri hukumu ya TFF na bodi ya ligi na kamati ya maadili kwamba watatoa hukumu gani, huku kila klabu inaamini kwamba ipo sahihi kwa kile ambacho wamekifanya. Simba wao wanaamini kwamba wapo sahihi, lakini pia hata Yanga wao wanaamini wapo sahihi zaidi kwa kile ambacho kimefanyika. Kwa hiyo kila mmoja anajaribu kusubiri maamuzi kutoka kwao, nini kitakuwa na afya kwenye hili. Lakini pia kuna baadhi ya matukio tulishuhudia pia basi la klabu ya Yanga likitembelea mpaka mitaa ya Bunju kule kwenye Mo Arena, uwanja wa klabu ya Simba ambao wanafanyia mazoezi. Tukawa tumeshuhudia basi la Yanga limekwenda kule, huku wadau na watu ambao walishuhudia walisema kwamba Yanga ameenda kule wanataka kuicheza dabi. Kwa hiyo mambo yalikuwa mengi kweli kweli. Kwa hiyo baadhi ya doti ambazo huenda klabu ya Yanga ikapata wakati mgumu ndio hizo. Lakini pia tujiulize, wakati bodi ya ligi imetangaza kuahirishwa kwa ile mechi mchana, lakini kitu cha ajabu mpaka nafika jioni uwanja haujafungwa. Klabu ya Yanga ilihamasisha washabiki zake waende uwanjani, wao wanaipeleka timu, na kweli likawa limefanikiwa hilo. Tukashuhudia mashabiki wakiingia uwanjani mpaka muda ambao taarifa ilishazagaa kwa muda mrefu, na Yanga ikawa imeingiza timu uwanjani. Kwa hiyo ni taratibu ambazo ukikaa ukijiuliza unasema hii itakuwaje, lakini sasa hatujui hukumu itakuwaje. Lakini muendelezo wa matukio ya klabu ya Yanga tumeyashuhudia. Wewe kwa upande wako, kwa haya matukio yote ambayo kujitokeza, unadhani Yanga itakuwa katika hali gani? Lakini mimi kwa upande wangu naona kama kutakuwa kuna wakati mgumu, Yanga anaweza akabambikiwa baadhi ya makosa, japokuwa mwanzo huenda walikuwa wakosa hii.